Tunashukuru, asante sana kwa pongezi, na mimi niwapongeze pia wachezaji wangu kwa kupambania hii nafasi ya kwanza mpaka tumeipata. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sisi tunajitayarisha kwa machampioni. Mimi wachezaji wangu nawajenga kwa machampioni. Na hata nadhani mchezo wa mwisho kumalizika nikasema kama tunahitaji kuwa machampioni basi tutajua jinsi gani tunaweza kucheza mchezo wa mwisho ili tuwe machampioni. Kwa hiyo hii inatia moyo na inaonyesha kabisa kwamba njia yetu inaweza ikawa nyepesi kuelekea ligi daraja la pili, lakini sio nyepesi hivyo, tunatakiwa tupambanie kiwanjani ili tuweze kufanikiwa. Ubora mkubwa sana wa timu kwenye mchezo huu, lakini pia ubora huu tunakumbuka tumeona kwenye mchezo dhidi ya Homeboyz. Siri ni nini? Mapumziko. Unajua mchezo huu at least tulikuwa tuna siku mbili za kupumzika. Siku ya kwanza tumefanya recovery, nikawaingiza at least kwenye ice, wakapumzika kidogo kwa umepoa. Siku ya pili tukatengeneza game plan. Siku ya tatu ndo tumekuja kucheza. At least mimi kidogo nilikuwa nimefunga. Hizo mechi zingine ziko back to back. Tunacheza leo na kupumzika kesho, unaendelea kucheza mechi kesho kutwa. Kiukweli kabisa lazima wachezaji wawe na fatiki kubwa. Unaweza kuwa wini watu wapinzani wako kwa sababu tactics. Hiyo ndio kubwa sana ambao unajua hawa kidogo hawana nidhamu ya mchezo hasa kwenye position. Kwa hiyo timu yangu hapo makini sana kwenye position. Ndio hiyo tactics. Unaona hawajakuwa na attempt hata moja kwenye goli letu. Zaidi ile foul ambayo wamepiga na ile counter attack ambayo tulikwenda kushambulia akaweza kuicheza vizuri nyuma akaja kufanya save goalkeeper. Ni basi dakika zote ambazo tunacheza mchezo kama hiyo nafasi ipo itabidi, lakini kama hiyo nafasi hakuna basi sisi wenyewe tutarudi kwenye kiwanja cha mazoezi tuone tunajitayarishaje ili tuweze kufanikiwa kwenye hayo mapambano tunayopata huko mbele. Kama nafasi itapatikana, unatarajia labda kuongeza nguvu katika sehemu gani ya kikosi chako? Hiyo mapema mno kuizungumza kwa sababu itategemea umempata mtu wa nafasi gani na ana ubora gani ili aweze kuingia kwenye kikosi. Sababu nishawahi kusema kwamba sisi kikosi chetu ni kidogo sana. Tulisajili wachezaji 20, wawili wakaondoka, wakaja tena wakatolewa wengine. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tuna wachezaji 15. Kwa hiyo cha kwanza kuongeza kikosi. Halafu mambo mengine ndio yatafuata baadaye. Sio hivyo kwa sababu huu ni mpira. Kwa hiyo kila mechi inapokuja lazima unaandaa timu ambayo tutajua kufanya nayo. Ingawa ni wachezaji wengi ambao walikuwa hawajapata nafasi ya kucheza, lakini nijaribu kucheza na wao ili naona kama wanaweza kanifaa kwenye bora. Kwa hiyo niwapa nafasi na wao ili naona wachezaji. Tutegemee kuona mabadiliko kwenye kikosi chako kuelekea nane bora? Ya, kutakuwa na mabadiliko makubwa mengi tu kwa upande wa midfield, kwa upande wa strikers na kidogo nyuma pale. Sawa, ndio mchezo wako wa mwisho katika hatua ya makundi hii. Unazungumziaje mashindano? Mashindano yameendeshwa kuwa na kasoro nyingi sana. Yaani yanaendeshwa vizuri, hakuna labda timu ilikuwa inapendelewa au nini. Hakuna marefa mchezo wa kawaida kadri ya uwezo wao. Na timu ambazo zilikuwa zimeshiriki naamini kila mtu alivyojiandaa ndivyo matokeo alivyoyapata. Kwa wastani mimi kwa muono wangu kwa kituo cha Kigoma kulikuwa hakuna na dosari aina yoyote. Mimi hatua nane bora narudi nyumbani Igunga, naenda kujiandaa kwa ajili ya nane bora. Kwa hiyo naamini kabisa nane bora itakuwa ni mchezo mgumu. Kwa hiyo mimi naenda kujiandaa upya tena. Hii ni kijanja na nguvu nyingine. Mkiwa na malengo yapi? Malengo makubwa kabisa ni timu kwenda lengo ndio kubwa ile ambayo tunatarajia mwanzo tunaandaa timu, malengo ni kwenda